Yes, kabana jana tumecheza na dhidi ya timu ya taifa ya Iran pale Dubai na tumepoteza goli 2-0. Lakini matokeo sio issue, matokeo ni namna ya kujijenga zaidi. Labda Ashraf, kwa kile ambacho kimetokea kwa siku ya jana, kuna haja yoyote ya kuilaumu Stars kuliko jinsi au tofauti na jinsi ambavyo watu wengi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, watu wengine ambao wanatoa maoni, ni kama tunalaumiwa sana kupoteza mechi ambayo tumekutana na timu ambayo inatuzidi kidaraja, yani imetuzidi mbali sana. Wako kwenye FIFA rank nafasi ya 21, sisi tuko huko kwenye 100 na nadhani ni muendelezo wa ile na nili fact ya psychology inayosema ni fundamental attribute errors, kwamba watu wana kawaida ya kuwajaji watu kutokana na tabia zao, unanielewa? Timu yetu imekuwa ikipoteza mara nyingi, tukutana na hizo timu nyingi tunafungwa. Kwa hiyo wakati mwingine watu hawataki kuangalia fact kwa nini tumefungwa, wanaifanya kuwa ni tabia yetu kwamba ndio hivi hivi unafungwa hivi. Lakini sisi tuko kwenye rank ni watu 107, alafu tunacheza na timu ambayo ni ipo kwenye nafasi ya 21, wamequalify mara 3 mfululizo sasa hivi, unanielewa, kwenye World Cup. Wanacheza World Cup wa watu ambao unaongelea. Sisi hatujawahi kucheza hata hiyo World Cup. Kwenye kuqualify tu tunapata changamoto. Lakini pia ulikuwa unaangalia jana hata mechi ilivyokuwa inachezwa, wachezaji uwanjani, unaona kabisa kwamba kuna utofauti. Kwa jana sisi tulikuwa tunajifunza na wenzetu pia walikuwa ni bora kuliko sisi. Kwa hiyo issue ya jana sio issue kwamba ya kuilaumu Stars, no. Ni unatakiwa kuwapa credit wale ambao tumecheza nao, kwa sababu kwa viwango wako mbele zaidi tu sisi. Jana ulikuwa unaangalia kwenye kila kitu walituzidi. Isipokuwa tu tuliozidi kwenye eneo moja tu la ufanyaji wa makosa. Yani wenzetu walikuwa wanafanya vizuri kuliko sisi, lakini sisi tunafanya mistake muda wote kuliko wao. Hasa katika mazingira gani na maeneo gani zaidi? Kuanzia kwenye kujilinda pia na kufanya transition pale tunapokuwa na mpira. Unajua mwisho siku unapojilinda, ukishapata mpira unahitaji kuandaa maandalizi ya kwenda kupata goli, unanielewa? Ni kama timu haiko very organized, na wakati mwingine inaletwa na uelewa wa wachezaji wetu pia. Mara nyingi mimi nimekuwa nikizungumza kwamba football understanding ya wachezaji wetu ni tofauti kidogo na wenzetu. Ndio maana leo hii ukiwa unakaa kwenye television ukawa unaangalia namna wenzetu wanavyocheza mpira, alafu kaja kuangalia timu zetu nyingi za Kiafrika zinavyocheza mpira, unagundua kuna tofauti mkubwa. Kwa nini inakuwa rahisi kwa wenzetu kwenda kutekeleza vile ambavyo mwalimu anataka? Ni kwa sababu wameanza kuelewa mpira darasani wakiwa wadogo. Kwa mtu anajua nini anatakiwa kufanya, anajua majukumu yake. So ulikuwa unaangalia jana walikuwa wanatuzidi kwenye hao mazingira, namna ambavyo wanafanya maamuzi, namna ambavyo kisha mashambulizi, namna ambavyo wanarecover kipoteza mpira. Tulikuwa hatuna comfortability tukiwa hata tuna huo mpira, unanielewa? Wachezaji wengi ulikuwa unaangalia hawezi kucheza kwenye pressure. Kwa hiyo ukiwa mchezaji ambao unaweza kucheza kwenye mazingira ambayo yana pressure na unacheza na quality ya namna hiyo, maana yake wewe bado unatakiwa ujipange zaidi kuweza kukompiti na watu. Wakati kabla ya hii mchezo tunaweza kusema tu ni mchezo wa kirafiki ambao unasema hauna faida au hasara, lakini kulingana na namna ambavyo mambo yalikuwa ni kwamba kama tungepata kushinda basi tungeweza kupanda angalau kwa hatua kadhaa kwenye rank za FIFA. Na sasa tumefungwa, maana yake ni kwamba inaweza ikawa na athari hasi kwa upande wetu, Jemedari. Inaweza tukabaki tulipokuwa. Kwa kweli ukimfunga mtu ambaye ana rank juu anakupa alama nyingi wewe kupanda. Ni sawa sana bondia wa kiwango cha chini afu unaenda kupigana na bondia ambaye ana kiwango cha juu kuzidi. Kwa hiyo kama tungeshinda ingekuwa na maana kubwa kwetu, kwa sababu matokeo yote haya yanajumuishwa kwenye FIFA ranks. Na Iran inawasaidia na they took it serious, kwa sababu wanajua tukipoteza pia kule tunaweza tukadraw. Iran hii inazungumzwa leo iko nafasi ya 21, iliwahi kuwa nafasi ya 15. Ndio semi yake, alama zake za juu kwa kufika 15 2005 tu hapo. Yani na ilikuwa ni mwaka mmoja kabla hawajaenda kwenye World Cup ya 2006. Ndugu yangu hapa anasema Ashraf kwamba wanaenda kucheza kwenye World Cup hii, lakini hii inakwenda kuwa mara ya 7 World Cup wanacheza Iran. Iran ni timu ambayo ilianza kucheza World Cup tangu mwaka 1978. Ikaja kucheza 98, ikaja kucheza 2006. 2010 haikuja huko Afrika, hawakupata nafasi. Wakaja kucheza 2014, wakaenda kucheza 2018, wakaenda kucheza 2022 na wanakuwa ni 2026. Yani hizi tatu za nyuma hapa zimeenda kwa pamoja mtawalia, Waswahili wanasema. Irani sio level yetu sisi. Ranki tu ya 21 za FIFA na sisi ni mbali kabisa, kwa sababu sisi hatujawahi hata kuwa wa 50 kabisa. Sio leo, sio jana, sio juzi, tangu dunia imeumbwa. Tunatafuta hata kuwa wa 80, hatujawahi kuwa. Sisi ni 100, 130, 100 na ngapi huko. Yani tunasema tunahangaika kuwa kwenye double digits ambazo hatujawahi kufika.
kuwa kwenye double digits tangu dunia imeumbwa. Sisi ni watu ambao tunakuwa na kwenye third digit, yes, nani triple digits ndio tuko huko sisi. Sasa watu wanaiona kama, yani kama wanaichukulia Iran kama ni timu nyepesi, ni timu ambayo tulipaswa kuifunga. Sio kweli. Irani imetapakaza wachezaji Ulaya, wanacheza ligi tofauti. Kwa mfano, kapteni wa sasa ni Areza Jahanbakhsh ambaye anacheza Feyenoord. Anacheza no, alishawahi kucheza Feyenoord. Alicheza Brighton. Yes, amecheza Brighton. Ashatufunga jemedari Chelsea hiyo. Acrobatic, unakumbuka ile? Yes, lakini amewahi kuwa mchezaji bora kijana namba 2 kwenye ligi. Mfungaji bora wa kwanza kutoka Asia, akifunga mabao 21. Sio? Yes. Anacheza Brighton and Hove. Watu wanamjua Mehdi Taremi. Kapiga Porto pale na Inter Milan. Kapiga Inter, sasa hivi yuko Olympiacos. Yes. Wana wachezaji wengi wa kiwango kikubwa wanacheza katika mashindano makubwa. Haitokei kwa bahati mbaya. Sisi hapa tukianza kuzungumza mchezaji wetu mkubwa aliyecheza mashindano makubwa mara nyingi au ligi kubwa, tunamtaja Bwana Samata kama roho. Yuko moja tu. Sawa? Na tukienda tuseme alicheza EPL, alichezaje? Tutaambiana wenyewe ukweli. Alicheza kwa kiwango gani na akatokaje? Yeah. Unajua lazima tusiwa underrate watu. Irani na sisi ni mbali kabisa. Tunawachukulia labda kwa sababu tunasikia Irani kuna kuaga na vita, kuna kuaga na mambo gani sijui yanatokea huko. Tuangalie upande mwingine wa Mashariki ya Kati. Unaona tu wana misimamo yao hivi ya kisiasa ambayo tunadhani kwamba sio, na Irani inatajwa zaidi kwenye nguvu labda ya mabomu ya atomic sijui nini, nguvu za kinyuklia huko ndo wanakotajwa. Lakini kwenye mpira, kwa sababu wewe husikii sana, wewe unadhani ukikaa peke yako kwamba hawa wana lolote, na tunaona kwa sababu wamanga sio wazungu, unaona kwamba hawa sisi tunawamudu. Come on guys. Kuna kitu kimoja Irani ni tofauti. Kuna kitu kimoja amezungumza hapa Ashraf kuhusiana na kitu kinaitwa football understanding. Sasa hicho mimi natamani kukielewa. Inawezekana pia na mimi nahitaji elimu sana kuhusu hilo. Kuna tofauti gani wa football understanding, yani uelewa mpira, na kipaji? Yani kwa sababu amegusia kwamba wachezaji wetu wa Stars, licha ya kwamba yes tukubali kwamba Iran ni timu bora kutuzidi sisi, lakini kuna kitu amekigusia ambacho ndo hicho kwamba tumefanya makosa mengi kwa sababu hiyo uelewa. Kipaji unazaliwa nacho. Unazaliwa wewe una kipaji cha kitu fulani. Sio? Yes. Wewe hapa Lichikiza ni mtangazaji mzuri kabisa. Uko hapa wewe umezaliwa na kipaji cha kutangaza. Lakini kuwa hivyo ulivyo sasa, ilibidi upite shule. Sawa? Knowledge na skills ongezeke ili utengenezwe sasa uwe mtu ambaye unaelewa kwamba ukiwa hapa haupaswi kuzungumza lugha za kuudhi, za kukera watu, uzungumze matusi. Sawa? Yes. Herufi zinapaswa zitamkwe namna gani? Una kipaji za kutangaza lakini hujui kutamka herufi. Kwenye L unaweka R, kwenye R unaweka L. Sasa zinatakiwa hivyo vitu vyote watu wa kupolish then to become who you are now. Yes. Sasa unakuwa unaelewa sasa miiko, taratibu, tamaduni za utangazaji kama mwanahabari. Mchezaji pia anazaliwa na kipaji. Sasa anatakiwa atengenezwe kwamba bana mpira, lakini unataka A B C D. Haya, tunakupeleka huku kwa sababu hii. Sasa utaingia kiwanjani, utapewa pia miiko pale kiwanjani, unafanyaje? Tactical awareness utaipata. Ukishajua tactically mpira ukiwa hapa natakiwa kufanya nini, tukicheza kwenye mfumo huu majukumu yangu ni yapi? Tunapocheza na timu kama Irani ambayo sisi wanatuona underdog, wanaamua kwamba wanataka ili wasitupe raha tukiwa na mpira, wana tu press high. Sawa? Wakitu press high, sisi tufanyeje ili na wenyewe kuwapa shinikizo kule? Tukishafanya mara moja, kwa mfano kwa press high, mkisubutu kutoa mpira mkaweka nyuma yao, kuna watu wanakimbia, kwa sababu wakifanya pressing high, watu wa kwanza wanao press ni washambuliaji. Midfielders wanasogea na mabeki wanasogea. Any high pressing itafanywa mnapoanza nyinyi mpira kule juu. Maana yake ni kwamba backline itakuwa imesogea karibu na katikati ya kiwanja ndio itakuwa ipo. Yeah. Maana yake nyuma ya backline
mbele ya goalkeeper kuna distance kubwa, kuna gap kubwa. Ukitumia huo uwazi mara mbili na wenyewe mkiwa na mpira wanahofia kwamba walishatudhuru. Sawa, unaona jana goli la pili au goli lilokataliwa? No, goli la Uganda wamefunga nani? Mukwala. Umeona? Yes. Utilization ya space namna ile na time, ukiwafanyia watu wanaogopa kuja kukupress. Wanajua na wewe kumbe unajua sasa na unabiti vipi wakati wao wanakufanyia high pressing. Sio? Yes. Hata wakisema tuseme middle na low blocks, wewe unajua kwamba okay, ili ku break down hii mistari unatakiwa ufanye nini. Hiyo ndio football understanding. Hicho kitu ambacho tunakikosa sasa. Sio kwamba hatuna. Ila kiko kwenye level ya chini kwa sababu tunataka wachezaji wetu. Ndio tunazungumza siku zote. Tunataka kwanza tuwe na walimu wazuri ambao wanaweza kufundisha hivi vitu, kutengeneza quality players. You need quality coaches. Kutengeneza quality players kwa sababu coaches ndio wanatengeneza players wanaokuja kwa mfano wakiwa wadogo wana kipaji tu. Anatoka tu nyumbani, mwanangu anajua mpira. Mimi naletea watu wengi wa namna hiyo. Unamuona kweli anajua mpira. Sasa hii haiwezi kufundishwa huku juu. Inaanza kufundishwa kutoka chini. You need quality coaches kuwafundisha hawa watu kutoka chini. Sawa. Lakini sisi kama nchi tunatakiwa kuwa na falsafa namna gani mpira unachezwa. Sisi tunauona mpira kwenye nchi yetu. Tunataka uchezaji ambao unaweza kufundishwa watoto bado wakiwa wadogo. Juzi hapa nilikuwa namsikiliza Arsene Wenger. Sasa hivi kwa FIFA. Na nikiwa kwenye coaching kule. Na nikamuuliza Hana Janza ambaye ndo mkufunzi wetu kutoka Zambia. Alikuwa anatuambia story nyingi za Arsene Wenger na nini. Na yeye ni mtu anaishi Uingereza. Nikamwambia nimeona Arsene Wenger aliwekwa kwenye panel anaulizwa maswali na watu. Akasema kuna age ambazo zinaanza, yani unatakiwa kutambua wachezaji. Alitoa mfano mmoja ndio ulinivutia kwamba ukiona kati ya miaka 7 mpaka 14 alafu huna skills za kucheza mpira, wewe sahau kuwa mchezaji. Miaka 7 hadi miaka 14. Umefika miaka 14 and you don't have skills za ball, wewe sahau kuwa mchezaji. And I was asking people kwamba jamani, let's be honest. Sisi watu wetu wanaanza kufundishwa skills wakiwa lipi? Miaka 18, 20 huko. Wengine mpaka wanamaliza chuo. Lakini FIFA mtazamo wao ni huo waliokuwa nao Arsene Wenger ambao ndiye wanamtumia kwa sasa, anafanya kazi kule kwamba at the age of 14 unapaswa kuwa na skills unazifahamu za kucheza mpira. Sasa kama ni kweli ni sahihi kwetu, watu wetu sisi shida tuwe wa kweli tu hapa. Miaka 14 kwetu hapa mtoto anakuaje? Anakuwa ndo anamaliza la 7, mwingine yuko form 1 tu. Muonekano hata ukiambiwa huyu ni miaka 14 dogo ya. Mtoto wa kizungu mwenye miaka 14 ni mkubwa. Jitu la mtumba kabisa. Jitu la msitu. Maana ukimuona msichana au mvulana na kuambia na miaka 19, ukimuona hivi unasema wewe una miaka 19. Malezi, si ndio? Yeah. Wenzetu wanaanza kujiandaa mapema huko tangu watoto wakiwa tumboni mpaka wanapozaliwa. Kwetu huku niliwahi kuhudhuria mafunzo fulani hivi, tumwambia kijana mmoja wa kizungu alikuja pale, amebana huyu ana miaka 14, aamini. Anasema atakuwa na matatizo huyu. Anamuona mdogo. 14 years, tumwambia ana miaka 14. Tena na hapo watu wameshusha. Wakikuambia kama ana miaka 16, utaleta makelele. 16 years watu wanafanya debut ya kucheza Premier League au kucheza La Liga. Kuna mtu anaweza kufanya hivyo hapa kwetu? Hayupo. Real 16 years hayuko. I'm telling you. Lakini kuna issue ya Imidimao Mkame ishai kutokea na debut yake ya kwanza akiwa na miaka mingapi ilikuwa? 15, 16 ile akiwa na Azam. Huyo ni msalamu kabisa na lolote. Tana. Hawezi kuwa. Bana Evans, ndugu yangu ni mwanangu, mtoto wa kakaangu ball dancer, lakini huo umri haiwezi kuwa. Okay, hiyo ni miaka ya kwenye cheti kaka. Yaani unajua sisi tunaambiana vitu vingi ambavyo tukitaka tuambiane ukweli tutakimbiana hapa. Tutakimbiana bure. Tagombana na watu. Iwe mpira wa wanawake, iwe mpira wa wanaume. Yeah, lakini ndio hiyo inatokana na cheating kubwa. Na this is not Tanzania.
This is for all of Africa. Mostly Sub-Saharan Africa. Huku kwetu. Ndio tuna mambo haya mengi. Ndio maana Eto'o unakumbuka aliondoa timu nzima alivyokuwa mwenyekiti kwamba hawa bana hawezi kuwa na miaka 20 acha na hao watu. Sikapitia hayo mazingira. Amepita humo. Anaona ni leo players hawa mingi kutana nao anambia namuona kama ngapi, anamwambia wewe niambie kitu cha kweli. Kimwambia achana na hiyo ya kwenye cheti. Akikwambia ukweli si ndio sasa mchukue. Ndio tujue tunaanza 2015. 2015 niko na Mwanza pale nikiwa TFF. Tuko tunafanya mashindano ya under 13. Sawa? Ya mikoa yote iko inaita wachezaji pale. Hawa kina Radaki, huyu nani mtoto sasa hivi mnasema amepewa anaitwa nani? Tuko na muita Chuji, watoto wenzao Ilala kwa muita Chuji. Anacheza timu gani? Simba amesajiliwa huyo mbwa kushoto. Morris. Morris Abraham. Ile timu ambayo ilikuja kacheza baadaye hapa 2019. Sawa. Katika age verification pale tulitoa watu wengi mno mpaka watu wakakasirika. Mno. Sasa bahati mbaya unatoa wachezaji, unatoka labda mkoa wa Iringa for instance. Nakupa mfano sahihi halisi huko. Nilikuwa na kaka yangu anaitwa Ayubu Nyenzi, ndio alikuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano. Sababu yeye alikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wakati huo. Yeye anatoka Iringa ndio kwao. Tunaifanyia age verification timu ya Iringa, timu ya mkoa. Tuna clear watu wengi. Hawezi kukubali yani roho yake na muuma unaona kama mkoani kwetu. Mimi nitaiwekaje? Lakini mimi imefika Lindi si Mtwara, natoa watu tu kwa bwana nyie amtakiwi. Morogoro yule dada yake alicheza siona winga, alicheza beki kwa sababu tuliondoa watu wengi wa Morogoro. Kabidi acheze beki lakini bado tulimanage kuona huyu ana kipaji tukamchukua. Umeelewa? Kwa tunatakiwa kwanza kuwa honest sisi wenyewe. Kama kweli tunataka tufanye tu clear watu. Sasa hivi kuna mradi mkubwa wa TDS. Ukienda pale unaona watoto wanaochukuliwa under 13 at least wanakupa kwamba huu ndio uhalisia. Tunatakiwa tufanye hivi. Evans, nafikiri Jemedari amezungumza kitu kizuri sana hapo, na nafikiri kwa asilimia kubwa sana ameungana na hoja ya Ashraf ya wachezaji wetu ni kama wana hicho kitu ambacho tunasema football understanding ni tofauti sana na wengine, kitu ambacho sometimes hauwezi kulaumu kutokana na mazingira, muktadha uliopo. Lakini hebu tujaribu kuangalia mchezo kama wa jana. Ni maeneo gani ambayo yes tumecheza na timu ambayo ni bora katika upande mzima wa FIFA ranking na hata Asia huko pia. Sisi tulikosa, yani kuna maeneo gani ambapo unasema hata kama unacheza na taifa bora kama hili hautaki kufanya makosa maeneo kama haya? Kikubwa ni maamuzi tu. Yani unajua kuna nyakati unatakiwa ujue ni nini unaamua ambacho hakitakuletea madhara. Angalia sliding tackle alioifanya Baka. Hakukuwa na ulazima kufanya sliding tackle pale. Yani ukiangalia tu mazingira alivyokuwa, tayari mtu ameshaonyesha kwamba huyu anaondoka. Uhakika wa kukuta mpira hauna, ameenda kuslide. Na ni kwa sababu unajua anacheza hayo mazingira kwenye ligi yetu ya ndani. Inatokea kuna nyakati kama hizo na watu hawakuadhibu kwa adhabu kama hiyo kwamba ni mkwaju wa penalty, watu wanakuacha tunaondoka. Kwa hiyo kuna nyakati watu wanazoea na wanaadapt yale mazingira. Tukija huku tunaanza kushangaa hii imekuaje, mwamuzi anapuliza filimbi. Kwa hiyo ni namna tu ya kufikiri na kuamua. Angalia pasi aliyoipiga Mwenda, ile back pass. Wewe unajiuliza kwamba alikuwa haoni au ni kwa sababu tu amekariri hapa ni kitani napiga pasi yuko beki. Mwisho wa siku unampasia adui, tunaenda kufungwa. Yaani ni swala la maamuzi tu Rich. Unajua nyakati nyingine tunaweza tunazidiwa ubora, ila kuna nyakati wewe ni nini unaamua ndio kinachopelekea watu kuwa bora zaidi yako. Ukiamua kwenye makosa, watu watakuadhibu kupitia makosa yako. Na ndio maana ukimsikiliza Ashraf anakuambia tulichozidiwa sisi, yani ni kufanya makosa. Sisi ndio tumewazidi tu Iran. Ila sio kwamba tulikuwa hatuwezi kupasia, watu wanapasia vizuri. Issue ni unapasia wakati gani na wapi. Hapo ndo tatizo linakoanzia. Hiyo football understanding ambayo inazungumzwa ni namna sasa ya kutafsiri mambo kiwanjani. Yani wewe uko na mpira hapa ni kiungo. Ni nini unatakiwa kukifanya? Mtu haelewi ni nini anatakiwa kufanya na lob na mpira, watu wameintercept, wameondoka. Kwa hiyo ni vitu vingi naamini vinatakiwa kuboreshwa, na nyakati nyingine inatokea na wachezaji kwa sababu ni mechi ya kirafiki, hakuna chochote cha kupoteza. Watu wanaona hizi tu, tuna relax, tunacheza kwa sababu tunakamilisha ratiba, kila mtu anarudi kwenye klabu yake. Kwa hiyo muda mwingine ni namna ambavyo watu wanafikiria mambo. Mimi naamini
Ishu kubwa ni maamuzi. Yani ni tunataka kuamua nini kwa nyakati hizi. Inaweza ikawa tusaidia, vinginevyo tutaendelea kupiga stories hizi kila siku kwenye mpira wetu. Lakini si kama uelewa wa mpira sasa unatakiwa uanzie kwa walimu kwenda hadi kwa wachezaji wake, kwamba tunaenda kucheza na hii timu ya namna hii, tunatakiwa tuende na mazingira haya, tunatakiwa tuende kwa mtindo huu na huu ili tuweze kufanya hiki na hiki. Mimi nakuelewa Jessica, wewe ni miongoni mwa, wewe ni Mtanzania kama nilivyo mimi na watu wengine. Na ni Watanzania tulio wengi huko mtandaoni tukiamini kwamba kocha anafaa kufukuzwa. Ndio maana unazungumzia kwamba uone kwamba understanding inapaswa kuwa wote wanatakiwa washirikiane. Wala usipate tabu. Mimi nimekuelewa. Yaani mimi uzuri sio mgumu sana kwenye kuelewa. Hongera kwa hilo. Lakini nataka nikuambia kitu kimoja. Yaani huyu kocha ambaye leo tunamuona anapaswa kufukuzwa, tumtaki afanyeje, tufungua mechi nyingi, na hii football understanding, yaani hawezi kuifanya yeye peke yake kwa sababu yeye yuko mwisho. Yeah. Sio kama unanielewa. Yaani unamaanisha kwamba vitu vyote vinatakiwa vimalizwe chini. Kwa sababu sio time ya kwenda kumfundisha mchezaji wa timu ya taifa how to pass. Sio time yake. Yaani yeye hana hiyo kazi. Sio majukumu yake kwamba pasi ziko zinapigwaje. Maana kuna pass lakini kuna quality pass. Sawa, pass kumpasia tu mpira kutoka kwangu kwenda kwako. Lakini inafikaje? Maana yake makadirio ninayoweka nyuma ya mpira, nguvu ile na kujua distance. Si ndio? Naweka nguvu ya namna gani? Nikitaka kutoa hapa mpira kuweka pale, unatakiwa umpeleke juu. Nguvu iweje kwa sababu mpira unatakiwa kuinuka. Usafiri ukiwa juu hivi, usafiri ukienda hivi. Unanielewa vizuri? Hizi zote hawezi kuzifanya Morocco ukija kwenye national team au kocha yoyote ule wa national team. Sawa? Ndio. Haya mambo madogo ya kujua tunasimamaje hapa, tukitoka hapa tunafanyaje, yanapaswa kuanzia huku chini. Ndio maana nimezungumza. Tunahitaji makocha bora. Watengeneze wachezaji bora ambao hawatomsumbua, sio Morocco. Mtu wowote atakayekwenda kwenye national team, niwaambie guys, mimi nimeshawahi kuona national team inafanya mazoezi ya kupasia, pass and follow. Ni mazoezi ya daraja la 4. Unampasia mtu alafu unakimbilia kule aliko na ana control, anampasia mtu mwingine huko. Hayo huwezi kukuta kwenye nchi zilizoendelea. Sasa Jemedari kukuta kwa sababu mwalimu anaangalia hivi anasema watu hawajui kupasia. Sasa Jemedari, labda mimi niki-intercept kidogo hapo na unaweza ukawa clear hapa. Au makocha bora nani unawatengeneza? Wanatengenezwa kama sasa hivi kozi zinafanyika. Zinafanyika na instructors wa CAF ambao sisi tumefanya kozi nyingi. Na bahati nzuri pia kitu ambacho tunapaswa kuwa nacho ni facilities. Walau as we speak tuna facilities za kuwaonyesha watu, kwa sababu kitu kama passing au technical vitu vyote vya kiufundi vinafanyika kwenye viwanja vizuri, ndio kutakaweza kufanya vizuri pia. Kama utaposema na pasi fupi ya mita 5-10 alafu ifike na hiyo quality uione, haiwezi kwenye kiwanja cha mchanga. Sawa, kiwanja cha shule sijui Mbagala za Kiemu hakiwezi, sijui shule ya msingi Majowe, kwa sababu maji yanapita hapo. Kwa kuna na mashimo. Kwa lazima tuwe na facilities za kutosha ili hawa wachezaji ukiwaambia pasi na kuwa hivi anaelewa. Leo mpira mzuri ambao watu wengi wanautaka, sasa tucheze mpira mzuri, ni ile playing out from the back. Kuanzia nyuma mnacheza. Huwezi kucheza kwa kuanzia tu ukubwani, inatakiwa watu waanze kufundishwa. Kuna video moja ile trend mimi niwahi kuipost. Watoto wa miaka swimming up, 6-7 walikuwa wanacheza kuanzia kwa goalkeeper, alafu mpira unaenda nyuma, unarudi, unaingia ndani mpaka wanakwenda kufunga. Haitokei kwa bahati mbaya kwa sababu wanafundishwa kwenye viwanja vizuri. Yule na proper coaching pia. Yes, wakitoka wale kwenda juu, manake wanakuta tayari misingi wanayo, uelewa wao wa mambo mengi huko mkubwa. Sasa inakuwa wanafanyiwa development. Ni kama vile unavyokwenda shule kusoma. Ukitoka darasa la kwanza kwenda la pili kwenda la 3, as you go on, na wewe unaelewa kwamba okay, kutoka kwenye kitabu cha Juma na Rosa, sio hapa ni watambia kusoma. Kitabu gani? Juma na Rosa. Juma na Rosa. Tumechosoma. The bus driver. Kwenda juu huku unaanza kujifundisha huku kusoma na kuandika, huku unaweza mnaanza kufundishwa hesabu ngumu, huku kujumlisha tu hivyo. Sasa sisi sasa hivi ukienda TDS pale unasema yes at least
na juzi nilikuwa namwambia mtu vijana wanapata fursa sana. Jemedari kwa sasa hivi inaonekana ni mfano wa makocha wengi ambao yani watu wengi sasa hivi ni kama wanamtazama zaidi Ahmad Ally kama kocha ambaye amejiupdate, yani ni sawa, anaenda na mpira unakoenda sasa hivi, tofauti na makocha wengi ambao ni wazawa. Hiyo sasa inawezekanaje na tukapata wengine kama Ahmad Ally? Sometimes inatakiwa ni commitment pia mtu mwenyewe binafsi. Inawezekana kwa sababu juzi hapa tulikuwa tunazungumza kuhusu makocha wa ndani. Nilisema pia makocha pia wanapaswa kuaminiwa. Wanajiamini? Yes, wanajiamini. Ahmad huyu mnamuona leo guys, alianza kuwa msaidizi wa marehemu Sylvester Mashi. Mimi ndo nilivyomjua. There is a story wakati Mashi nafikiri yuko national team. Amewahi huyu kuwa anawahudumia wachezaji wa national team na wengine anawafundisha leo. Sawa. Amekuja akawa msaidizi wa Ndairagi Jembao. Akatoka hapo kaja kuwa msaidizi bado KMC. Akaondoshwa kocha akapewa yeye uaminifu. Akaja kaondoshwa na yeye. Wakamwamini Prison walao kwa nusu msimu, si ulikuwa sisi tuliomfuatilia kutoka chini huko tunaamini huyu kocha na kuna kitu anacho, tukamwamini kwa mabana, hebu njoo uwe kocha mkuu. Sasa nafasi aliyopewa na ameachwa free aweke mawazo yake, anasaidiana na Faraji Shabani, anaitwa Enzo. Sipendi kutumia ile neno Enzo kwa sababu ananikumbusha Enzo Maresca ambaye mimi siamini kama ni kocha mzuri pale kwetu Chelsea. Ila watoto wenzio wanamuita Enzo. Labda Enzo Ferrari. Na nikwambie, si tulimwamini Enzo akiwa hajasoma hata lisensi. Sasa hivi anamaliza lisensi. Lakini Ahmad mwenyewe anamuuliza huyu msaidizi wako ana lesson D, haiwezekana. Nasema no, huyu ni mtu ambaye ana mtu wa video analyst. That young guy ana huo uwezo. Anakaa anaangalia timu pinzani, anakaa na bosi wake wana discuss. Hapa tunatokaje? Sawa. Kwa hiyo ukimwona Ahmad nyuma yake yuko Enzo, yuko mtu mwingine Ray anaitwa Ray, ambaye naye pia usingemwamini, lakini usema okay, this a young man anaweza kufanya hivi, bwana hebu tukuamini. Hawa kikaa kama cabinet wakayaweka mawazo yao. Hayawi mawazo ya mtu mmoja. Unajua ni mawazo ya watu wote. Lakini mwalimu ndio anayesema sasa tunaendaje baada ya haya mambo yote. Tuwaamini watu wetu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.